Mwamba Burkina Faso Captain Ibrahim Traore amevunja vyama vyote vya siasa, akisema vyama hivyo vinachochea mgawanyiko ndani ya taifa hilo. Na mfumo ambao ameutumia ni moja mfumo ambao wengi wamechukulia Captain Ibrahim Traore ni dikteta. Sasa nitakujuza mambo mbalimbali au namna ambavyo tunaweza tukaangalia ni udikteta au ni mfumo ambao anataka kuleta mfumo mpya. Kwanza kabisa ni serikali Burkina Faso inayoongozwa na Captain Ibrahim Traore imetoa amri ya kuvunjwa vyama vyote vya siasa ambavyo kabla ya hapo vilikuwa tayari vimelazimishwa kusimamisha shughuli zao kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea nchini humo miaka 4 iliyopita. Baraza la mawaziri la taifa hilo la Afrika Magharibi lilipitisha amri hiyo Alhamis, huku serikali hiyo ya kijeshi ikijitahidi kudhibiti uasi unaohusishwa na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na ISIL, yani ISIS. Waziri wa mambo ya ndani wa Burkina Faso Emile Zebo amesema uamuzi huo ulikuwa ni sehemu ya juhudi kubwa zaidi za kujenga upya nchi baada ya utumiaji mbaya na ufanisi mbovu uliodaiwa kuwepo katika mfumo wa vyama vingi nchini humo. Na Zebo amebainisha kuwa ukaguzi wa serikali uligundua kuwa kuongezeka kwa vyama vya siasa kumechochea mgawanyiko na kudhoofisha mshikamano wa jamii. Amri hiyo ya serikali inavunja vyama vyote vya siasa na uundaji wa vyama vya siasa, huku mali zote za vyama hivyo zikitarajiwa kuhamishiwa serikalini. Kabla ya mapinduzi ya kijeshi, Burkina Faso ilikuwa na zaidi ya vyama 100 vya siasa vilivyosajiliwa, huku 15 vikiwakilishwa bungeni baada ya uchaguzi mkuu 2020. Burkina Faso inayoongozwa na Captain Ibrahim Traore, kipenzi cha Afrika, kipenzi cha dunia kwa sasa na Gen Z, ambaye alichukua madaraka kwenye mapinduzi ya Septemba 2022, miezi 8 baada ya mapinduzi ya awali ya kijeshi kumpindua Rais Roch Marc Kabore aliyechaguliwa kidemokrasia. Viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo wamekata uhusiano na mkoloni wa zamani Ufaransa na kuigeukia Russia kwa ajili ya swala zima la msaada wa kiusalama. Sasa hili swala la vyama vya kisiasa ndani ya Burkina Faso viko vingapi? Nimekueleza takwimu. Kabla ya kuvunjwa 2020 kuelekea 25 kulikuwa na zaidi ya vyama 100 ambavyo vimesajiliwa na 15 vilikuwa na uwakilishi bungeni baada ya uchaguzi wa 2020. Na vyama ambavyo vilikuwa vina nguvu zaidi ilikuwa ni chama cha MPPP, chama cha rais wa zamani Roch Marc Christian Kabore, yani nazungumzia Movement du People pour le Progrès. Lakini pia kulikuwa kuna chama cha CDP, hiki ni chama cha Edi Kamboigo, na kulikuwa kuna chama kipya kilichopata wakilishi mdogo, chama cha NTD. Hivi ndio vilikuwa vyama vikubwa na vyenye nguvu Burkina Faso. Kwa hiyo ukitoa kwenye vyama zaidi ya 100, ukitoa vyama vilivyobaki kama vyama 97 vilikuwa havina nguvu. Sasa ukitazama ndani ya Burkina Faso kwa sasa, kinachotafutwa ni ushirikiano, ni umoja baina ya wananchi na serikali yao. Hicho ndicho ambacho kinatafutwa. Swali la kwa nini Ibrahim Traore kakataza vyama hivyo vya kisiasa. Kwanza kabisa nikwambie, nilishawahi kusema kwenye clip mbalimbali kwamba Afrika tuna mfumo wetu wa uongozi, si demokrasia. Kwa sababu tangu demokrasia ingia Afrika miaka ya 80 kusogea mbele, ilikuja kuleta mabadiliko mengi mno, mapinduzi mengi, lakini pia mbali na mapinduzi, umwagaji wa damu, ambapo kuna baadhi ya mataifa mpaka hii leo hayajapoa. Na hii yote ni mifumo ya demokrasia. Lakini ukitazama kwenye nchi ambazo kama Morocco ambao wanakwenda katika mfumo wa kifalme, huo ndo mfumo wa Kiafrika. Ni nchi ambazo mpaka sasa zinakwenda vizuri. Tazama Misri, walikwenda vizuri, mapinduzi yakatokea kwa Abdel Fattah al-Sisi kupindua nchi, na mataifa mengine mbalimbali. Mwagaji wa damu unaendelea. Nenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mambo ni mazito. Sasa ukitazama kwa eneo la Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore anataka watu wote wawe sauti moja, kama alivyowahi kufanya Mao Zedong ndani ya taifa lake la China, kwamba watu wote wawaze China, wafikirie China. Akinywa maji anakunywa kwa sababu ya China, akijenga kwa ajili ya China, kodi anahakikisha anatoa kwa ajili ya China. Yani wote wanakuwa kitu kimoja. Hiyo inasababisha kuwa na ajenda moja, tofauti na kuwa na vyama vingi. Kwa hiyo Captain Ibrahim Traore alikataza na kuvunja vyama vyote vya siasa Burkina Faso Januari hii 2026. Madai ya kwanza kabisa ilikuwa ni swala zima la mfumo wa vyama vingi ambao ulikuwa unaleta migawanyiko
dhuluma na kudhoofisha mshikamano wa kijamii. Serikali ya kijeshi ikasema hatua hiyo ni sehemu ya mpango wa kujenga upya dola na kuimarisha udhibiti wa taifa, ikiwa na maana kuja kwenye demokrasia watakuja, lakini wataangalia kwanza taifa lao liko tayari kwenye hilo. Sasa ukiangalia kwenye migawanyiko ya kijamii ndani ya Burkina Faso, serikali ya kijeshi imedai kwamba vyama vingi vilikuwa vinachochea mgawanyiko miongoni mwa raia badala ya mshikamano wa kitaifa. Kwamba yametokea mapinduzi, yanafanyika maendeleo, kuna chama kitasema hapana isifanye hivi, hapana isifanye hivi, hapana isiende hivi. Kwa hiyo ile kwa Ibrahim Traore, migawanyiko hile ya kijamii inachochea nchi kwenda mbele, lakini pia migawanyiko hile ndani yake inasababisha wale ambao ni maadui wa Captain Ibrahim Traore kuingia katikati yake. Kwa hiyo tunaweza tukazungumzia kivita, hii ni mbinu pia ya kujilinda, defensive technique ambayo Captain Ibrahim Traore ameitumia. Lakini turudi kwenye matumizi mabaya ya vyama. Vyama ambavyo ukitazama kuna vyama ambavyo vilishtakiwa kwa kushindwa kufuata miongozo ya uanzishaji na kwa kutumia vibaya mfumo wa kidemokrasia kwa maslahi binafsi. Unajua demokrasia na hii mdau unanifuatilia utaniambia hata kwenye comment, ni nchi gani ambayo una uhakika kwa 100% wameipractice vizuri au wameapply vizuri demokrasia, wanaifanya vizuri kwa 100%? Wakati wewe ukiwa unanipa jibu nitapitia comment yako, lakini mimi nikwambie hakuna nchi ambayo kwa 100% imefanikiwa kusimamia demokrasia. Hata wale walioleta demokrasia, mababa wa demokrasia wenyewe hawajafanikiwa kwa 100%. Na nikwambie tu, sio kwamba na kuvunja moyo, wasomi mko wengi kwa namna moja na namna nyingine, nikwambie demokrasia ni mfumo wa kishetani. So mfumo wa kimungu ambao alitaka binadamu wautumie kujiongoza. Ni mfumo wa kishetani ambao upo kwa lengo la kumwaga damu, upo kwa lengo la kuleta misukosuko, migawanyiko na namna moja na namna nyingine. Angalia kwenye dini, demokrasia zimeingia, nini kilichotokea? Huku anawazaiki, watu wanaingia wanataka uongozi wa kanisa, wanahonga. Yote hayo yameletwa na demokrasia. Sasa kwenye matumizi mabaya ya vyama ni kwamba kuna baadhi ya vyama ndani ya Burkina Faso ilibainika vyama hivyo vinatumia ubia au kofia ya chama cha kisiasa ndani yake kufanya maasi, kufadhili wale ambao ni maadui wa taifa, ikiwemo mabeberu Ufaransa na masuala mengine mbalimbali. Kwa hiyo Ufaransa ilikuwa anatumia baadhi ya vyama vya kisiasa kupenyeza ajenda yake, kwamba jeshi limemfukuza Ufaransa, lakini vyama vinasema hapana, hujafanya haki, unamtoa Ufaransa kwa nini hivi na hivi na hivi. Ibrahim Traore captain hataki. Lakini pia ukitazama sababu kuu za marufuku ya vyama vya siasa, ipo ya kudhoofisha mshikamano wa kijamii. Kunapotokea mgawanyiko wa kijamii, kunapotokea matumizi mabaya ya vyama, lazima moja kwa moja mshikamano wa jamii unakuwa hakuna. Watu wanakuwa wanawaza tofauti tofauti. Kwa hiyo unakuta kama huyu, kwa mfano ukirudi kwa Kristo ndani ya Biblia takatifu, wakati wale wana wa Israeli walipokuwa wanasema sasa tujenge mnara tukamsalimie Sagodi huko, tukamsalimie Mungu, kumbuka walikuwa wanaongea lugha moja, walikuwa na mshikamano. Yani wote walikuwa kusema moja ni moja wote. Sasa walijenga ule mnara kwenda juu. Lakini ukitazama wakati wakijenga ule mnara kwenda juu, ni kweli walikuwa washafanikiwa kwenye ajenda yao. Lakini Mwenyezi Mungu alichokifanya ni kuleta lugha pale, akasababisha migawanyiko ya lugha tofauti tofauti, maana aliona wanachokifanya haikuwa sawa, ilikuwa ni kumkufuru yeye. Kwa sababu wao binadamu wanataka wao wanamsalimia Mungu. Yaani unataka kwenda kumsalimia Sagadi, unaenda tu unamuuliza hivi, Mungu wewe bwana huyu fulani vipi? Sasa Mungu aliona ni kumkufuru. Lakini pia binadamu wakijitwalia utukufu kwa namna moja namna nyingine. Sasa alichokifanya, alishusha lugha tofauti tofauti, ambapo kiujumla mfumo ule wa lugha tofauti tofauti ulikwenda kuwafanya wale watu wakavurugika. Mnara ukupanda tena juu, ukawa unashuka tu chini, kwa sababu huyu anaambiwa leta tofali, anakwenda sehemu ambayo tofali imewekwa, yeye anagonga kubomoa akidhani ameambiwa bomoa. Huyu anaambiwa pandisha juu simenti, yeye anachokifanya anachukua tofali la juu anashusha chini. Kwa hiyo kulikuwa na mgongano wa lugha, mnara ule haukusonga mbele. Sasa kunapokuwa hakuna mshikamano kwenye jamii, maendeleo hayawezi kuja hata siku moja. Na ndio maana taifa lolote ambalo wewe unalifahamu, mdau wangu unanifuatilia,
nikiwa namaanisha taifa ambalo lina maendeleo, ni taifa ambalo viongozi wake wamehakikisha wananchi wote wana mshikamano. Wananchi wakiwa hawana mshikamano hata ndani ya familia yako, ndugu yangu, utalia. Ukiwa wewe na mkeo na watoto hamna mshikamano, ni tatizo. Wewe utaweka hela hapo, utamwambia mke lipa ada hii, mke atachukua ataenda kununua sofa ndani, ataweka ndani, itakuwa ni mvurugano. Kwa hiyo kuna hilo swala la kudhoofisha mshikamano wa kijamii, vyama hivyo vilikuwa vinafanya ndani ya Burkina Faso. Lakini pia kuna swala zima la kuimarisha udhibiti wa kijeshi. Hii ni hatua ambayo Captain Ibrahim Traore anaendelea kuifanya, kwa sababu hatua hii ilionekana kama njia ya kuimarisha mamlaka ya utawala wa kijeshi baada ya kusimamishwa kwa katiba na bunge. Kwa hiyo anachotaka jeshi lipate udhibiti zaidi, kusiwe na mlolongo. Lakini pia swala nyingine ni kujenga upya dola. Ukitazama vyama vya kisiasa vyovyote ambavyo unavifahamu ndani ya taifa lolote lile, vile vyama huwa vinapata ruzuku. Tazama ndani ya taifa lako la Tanzania, tazama ndani ya taifa lako la Kenya, tazama ndani ya taifa la Uganda, tazama hata hapo Rwanda, Burundi, angalia Marekani. Vyama vya kisiasa huwa kuna fedha zinapokea ruzuku. Ile fedha ni fedha ambayo kwa Captain Ibrahim Traore anaona hii hela kuliko iende kwenye mambo ya siasa, ni bora hii hela ingetumika yote iende ikasaidia kuleta maendeleo ndani ya eneo fulani, kwa sababu Burkina Faso ni moja taifa ambalo kwa maendeleo lipo chini sana. Sasa hivi Captain Ibrahim Traore anapambana kuweza kuhakikisha linanyanyuka. Ukitazama tu, labda nikupe takwimu ili uweze kufahamu kwenye hili swala zima la fedha. Kwa sababu unaweza ukawa umenisikiliza alafu ukawa unajiuliza ni fedha kiasi gani ambazo huwa zinaenda kwenye vyama vya kisiasa ndani ya Burkina Faso. Sasa kwa upembuzi yakinifu ni kwamba ruzuku ya serikali, kila chama ambacho kinasajiliwa kwenye vyama 100, zaidi ya 100 ndani ya Burkina Faso, huwa kinapokea fedha kulingana na ukubwa wake na uwakilishi bungeni. Kwa hiyo ukiangalia makadirio ya bajeti ndani ya Burkina Faso, takriban bilioni 3 hadi 4, bilioni 3 hadi 4 sawa na dola. Hizo ni fedha kwa mujibu wa CFA francs ya Burkina Faso, sawa na dola milioni 5 hadi dola milioni 7 kwa mwaka. Hizi zinapelekwa kwenye vyama vya siasa, fedha ambayo Captain Ibrahim Traore anaona nikiipata hii itakwenda kunisaidia kufanya maendeleo sehemu mbalimbali ndani ya taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo ukitazama vigezo vyao vya kupokea hii bilioni 3 hadi 4 sawa na dola za Kimarekani milioni 5 hadi milioni 7, kwanza kabisa chama lazima kiwe na idadi ya wabunge wa chama husika, matokeo ya uchaguzi wa kitaifa, usajili na uhalali wa chama. Lakini ukitazama kaepusha hizi fedha. Unajua huyu jamaa alianza kubana matumizi ya serikali. Kwa hiyo kwenye kubana matumizi kupitia hili ambalo analifanya pia ni moja jambo ambalo ni zuri. Sasa unaweza ukawa unajiuliza kwa alichokifanya Ibrahim Traore, si udikteta huu au yupo sawa? Okay, hili ni swali zito kidogo ambalo linagusa hisia za watu tofauti kuendana na namna ambavyo wanavyoamini. Maana wapo watu wanaitwa watu ambao wanasoma sayansi ya siasa, nao pia kuna namna yao wanaamini na wameaminishwa kuhusiana na demokrasia walipokaa darasani. Sasa tuangalie kwanza, kwa nini watu wanasema huu ni udikteta, na kwa nini Traore na wafuasi wake wanasema yupo sawa? Nitakupa dhana zote mbili. Sasa tuanze na wale ambao wanasema huu ni udikteta. Ni kweli kwamba kwa nchi ambayo inatembea au ilikuwa inatembea kwenye misingi ya demokrasia, kufuta vyama vyote vya siasa ni hatua ambayo inapunguza uhuru wa wananchi kushiriki kwenye siasa na kuwakilishwa. Lakini pia inapelekea kusimamisha masuala mazima ya utendaji wa kidemokrasia kwenye katiba, bunge. Kwa hiyo kuna maanisha kwamba hakuna taasisi huru za kusimamia ule utawala. Lakini pia ukitazama ni kweli kwa namna ambavyo anakwenda, kwa sababu ni nchi ilikuwa katika mfumo wa kidemokrasia, lazima kuwe kuna udhibiti wa kijeshi pekee bila upinzani au wakilishi wa raia. Kwa hiyo ni sifa kuu ya mifumo ya udikteta. Lakini pia ukitazama jumuiya ya kimataifa na wanaharakati wake za binadamu, mara nyingi wao hueleza hatua kama hizi kuwa ni kurudi nyuma kidemokrasia. Lakini kwa wale ambao wanasema ni sawa kwa alichokifanya Ibrahim Traore, nikwambie ni kweli, kwa sababu ukiangalia vyama vingi vilikuwa vinagawanya wananchi kwa misingi ya kikabila na kisiasa. Kwa hiyo hivyo vyama vilikuwa vinadhoofisha mshikamano wa kitaifa ndani ya taifa la Burkina Faso. Lakini pia ukitazama serikali ya kijeshi inasema hatua hii ni sehemu ya mpango wa kujenga upya dola
na kuondoa mfumo wa kisiasa ulioshindwa kuleta mshikamano na maendeleo. Mshikamano na maendeleo ndio kitu ambacho viongozi wengi asilimia kubwa wameshindwa kuweka kwenye mataifa yao, lakini unapofanikiwa kuweka mshikamano na maendeleo, mambo huwa yanakwenda mazuri sana na wananchi hufurahia taifa lao. Lakini pia wanaona kwamba katika mazingira ya usalama dhaifu, mashambulizi ya makundi ya kigaidi na ukosefu wa utulivu, mfumo wa vyama vingi unaleta migawanyiko badala ya mshikamano ndani ya jeshi, sehemu yoyote. Na ndio maana unaona jeshi linapokwenda kushika nchi kwa asilimia kubwa huwa linajitahidi kuondoa ile migawanyiko ya hapa na pale na kuhakikisha kunakuwa na mshikamano. Sasa nikusogezee nchi ambazo nazo ziliwahi kufuta vyama vya kisiasa au viliwahi kutumia viliwahi kufuta vyama vya kisiasa, na nchi ambazo zinatumia mfumo wa kifalme ndani ya Afrika na zimetulia, hakuna kashikashi yoyote. Ukitazama nchi ambazo ziliwahi kufuta vyama vya kisiasa, ukimtoa Burkina Faso ambaye mwaka huu 2026 Captain Ibrahim Traore amevunja vyama vyote akisema vinagawanya wananchi. Mwaka 1993 hadi sasa taifa la Eritrea, chama kimoja pekee cha PFDJ ndo kinaruhusiwa, hakuna vyama vya upinzani. Nenda kafukunywe utazame. Lakini pia kuna Libya, mwaka 1969 hadi 2011 Gaddafi Muammar alifuta vyama vya kisiasa na kuendesha jamahiria bila mfumo wa vyama. Kwa hiyo nchi ilikuwa inaendeshwa bila mfumo wa vyama na nchi ilikuwa na maendeleo. Baadaye wana Libya wakaweuka, kitu ambacho mpaka leo maendeleo nikwambie yapo, lakini si katika spidi ile ile. Lakini pia kuna Uganda, mwaka 1986 hadi 2005 Museveni alisimamisha vyama, akaanzisha mfumo wa no party democracy. No party democracy ndio mfumo ambao Museveni aliuanzisha, lakini kuanzia 2005 kuendelea mbele alikuja akaruhusu, mambo yakaenda vizuri. Tanzania, kuanzia mwaka 1964 kulipokuwa na muungano wa Tanganyika na Zanzibar hadi 1992 mfumo wa chama kimoja TANU na ASP ambao baadaye walikuja wakazaa chama kinaitwa CCM ulitawala kabla ya kurejeshwa vyama vingi. Nenda China mpaka hii leo, kuanzia mwaka 1949 mpaka sasa chama cha kikomunisti ndicho pekee kinatawala. Vyama vingine vidogo havina nguvu ya kweli. Ukiona kwenye taifa lolote lile, kwa namna moja namna nyingine, chama kikuu hasa kile ambacho ndio kikongwe kimesababisha taifa hilo kupata uhuru mpaka nyakati hizi, kinapoingia kwenye chaguzi bado kinatumia nguvu zozote, bado kinapambana kushikilia nchi. Jua hilo taifa lipo katika bado maono yao waliokuwepo awali au kipindi cha nyuma. Kwa hiyo hizo ni moja nchi ambazo ziliwahi kufuta vyama vya siasa. Sasa tuangalie nchi ambazo zinaongozwa kifalme. Ukirudi kwenye Mashariki ya Kati, kuna mataifa ambayo yanaongozwa kifalme duniani yatumie demokrasia na imetulia tu, yana amani. Nenda angalia Saudi Arabia, angalia Oman, angalia Qatar, Bahrain, Kuwait. Yani wao wanatumia ufalme wa kifalme kamili, au tunazungumzia mfumo wa kifalme wa kikatiba, na mambo yanakwenda uzuri kabisa. Tuje kaskazini mwa Afrika, kuna taifa la Morocco. Taifa la Morocco wao wanatumia mfalme anakuwa na mamlaka makubwa, kwa hiyo ni ufalme wa kikatiba ambao Morocco anaenda nao, na taifa limetulia kabisa. Tuliona walihodhi michuano ya AFCON 2025. Angalia namna ambavyo kijana anaitwa Aisha Speed alivyozunguka Morocco, namna ambavyo taifa linaonekana, maendeleo yapo, wananchi wako happy. Afrika Kusini ukirudi Afrika Kusini mwa Sahara, kuna taifa la zamani kwa linaitwa Swaziland, nazungumzia Eswatini. Hili taifa ambalo linaongozwa pia kifalme na vyama vya siasa kule vimepigwa marufuku na watu wametulia kabisa. Haya, turudi Ulaya. Kuna taifa ambalo huwa linanyoshia watu vidole wanapofanya vibaya kwenye demokrasia. Uingereza, wao wapo kifalme. Denmark wapo kifalme. Sweden wapo kifalme. Norway wapo kifalme. Spain wako kifalme. Netherlands na maanisha Uholanzi wapo kifalme. Belgium, Ubelgiji wapo kifalme. Wametulia. Hujawahi kusikia fujo. Rudi kwenye mataifa yanayotumia demokrasia, kila uchwao ni vurugu. Nenda Asia pale, kuna taifa la Japan, Thailand, Bhutan. Ni mataifa ambayo yanaongozwa kifalme na mfumo ambao unakwenda. Kwa hiyo ukitazama, naomba tena nitilie mkazo hapa. Kaa chini, tafakari. Una elimu yako ya masuala yote ya political na nini.
mfumo ambao binadamu amejengewa uweze kumwongoza hapa duniani kwenye maisha yake hapa ulimwenguni ni mfumo wa kifalme, si mfumo mwingine, kumaanisha mfumo wa demokrasia. Mfumo wa demokrasia ni mfumo ambao umeletwa na shetani ili kuendelea kumwaga damu, kuvuruga watu wasitulie. Weka akilini hilo. Na Afrika ili itulie, demokrasia haitokaa hata siku moja ya wafanya Afrika watulie, bali ni mfumo wa kifalme.